Kwa hiyo Rama, jana Matonya angetoka jana, lakini imeshindikana kwa sababu ya majaji hawakuwepo. No, leo. Ni leo. Okay, sawa. Mwenyezi Mungu akulipe bwana. Usije kuona unaniweka live wewe na sio mababu na mababu. Naona unanioji wewe. Una kesi hata ukiwa na kesi hizi uruhusiwi kusafiri mpaka kesi ishe. Sawa. Akapewa Kashmir atasafiri. Na pasipoti yake itabaki kotini kwa sababu malalamishi mpaka jaji hakikisha kama ni uongo au ni ukweli. Na kesi ya nani si ndogo, kesi ya ubakaji si ndogo. Ijuzi akasema wewe unaenda kukubali kosa, akamwambia usiende kunyosha mkono kwa kubali kosa, unaweza kufunga maisha. Eti naenda kubali tu hii kesi ni ndogo, nitakubali. Sasa huyu mtoto waliona jambo kidogo, lakini hawajui kumbe hata msisimizi anaweza kuingia sikioni ukafa badala ya tembo. Ni kweli. Wanaona ile kitu ni kidogo sana. Ni ubakaji, bondi ni ndogo sana, 500,000 Shwariti. Ndogo sana. Si yaani saa zile umesomewa bond. Tulia kwanza. Ukicheza unapoteza hela unakaa. Sawa. Bondi rahisi tu ni cash bail. Kwambia cash bail. Kuna namna kubadilisha kutoka kwenye bondi kwenda kwenye cash bail? Yes, kuna namna. Inawezekana. Ndio niliwatuma waibadilishe, lakini sasa kuibadilisha mpaka siku ambayo amepangiwa zile 14 days aje kotini. Ndio anyoshe mkono. Na si lazima ile kunyosha mkono kutoka, unaweza kwa mfano angeomba cash bail. Wangemkubalia. Isingekuwa 500,000. Ingekuwa nusu yake. Ingekuwa 200,000 na 200,000 cash bail. Angetoka saa hiyo. Sasa ina maana Matonya hakuwa na watu pale mahakamani. Yeye mwenyewe si mjanja, wakati unajua watu wengi hawaelewi. Wewe siku nyingine mtu yote akishikwa anaambiwa bondi aombe cash bail. Cash bail mara nyingi huwa ivuki milioni 2. Hata iwe kesi ya bilioni 1 ambayo haina ushahidi wa kutosha. Cash bail huwa ivuki milioni 2. Sasa cash bail ni nzuri kwa sababu una deposit bank, unapeleka slip, ile pesa haitoki, ni kama fixed account. Unatoka, haina usumbufu. I see. Kwa hiyo hata Chief Godlove aliposema atamlipia ile 500,000, si 500,000 inatakana pesa, inatakana bond. Zile bondi za kununua, wale ambao wana bondi zao, bondi kama hiyo wanataka 300,000. Ukishamlipa 300,000 kwa sababu yeye mwenye bondi amekuwekea bondi. Sasa yote anaenda ku withdraw, anasema unataka kutoroka, withdraw. Ni wajinga. Asina wajinga sana. Akisha withdraw urudi kotini tena unanyimwa bondi. I see. Kwa hiyo nikamwambiaje hawa Matonya ni ndugu yetu, msimnunulie bondi. Kununua bondi tena anaanza kupigia simu bana nitumie hela. Anakuendesha. Na shida. Anakuendesha anaenda kukutia mkono, bondi yangu na withdraw, naona mtu anataka kutoroka. I see. Na ukisha utolewa kwanza, sasa kotini unaambiwa fanya kesi ukiwa ndani. Na kesi kama ni miaka 3. Ndio maana watu wengine wanasota ndugu yangu. Si kwa sababu ya ujinga. Alafu kesi si hujafanya. Ndio maana nikawaambia hawa, nyinyi mnaona hii kitu mnaona tu kawaida, bondi 500,000. Kuna cash bail ya 500,000, hiyo ilikuwa ishatoka. Bond ni msimamizi anayeenda na dokumenti yake ambayo inabaki pale. Mkenya. Tena saa zingine unaambia tu Wakenya 2. Mama. Na nikawaambia Jumatatu mkienda maji anaanza kuwabadilikia, akamwambia tunataka wasimamizi 2. Kwa hiyo Matonya ili atoke anatakiwa bondi, sio cash bill, sio pesa ipelekwe. Ni bondi. Si pesa. Si cash bill, pesa. Ni bond ya thamani ya 500,000. Na bondi ya thamani ya 500,000 inakuwa ardhi, gari. Na mwenye ile bondi lazima awe ni Mkenya ambaye ana address.
ambaye Matonya akipotea yule Mkenya atashikwa. Sawa sawa, nimeelewa. Umeelewa vizuri sana. Kwa hiyo Rama, jana Matonya angetoka jana, lakini imeshindikana kwa sababu ya majaji hawakuwepo. No, leo ni leo. Okay, sawa. Amepewa bondi apatikane Mkenya atakayemdhamini mwenye property ambayo iko haiwezi ameshika, si ndio? Ameshika au kuuzika. Sawa, ambayo property hiyo isiyopungua thamani ya shilingi 500,000 ya Kenya. Kwa hiyo ndio maana tumetoa gari ya thamani ya kama milioni 2 ambayo itamsimamia nani? Matonya. Okay, sawa. Yaani hata ingipatikana pikipiki ambayo ina thamani ya shilingi 700,000, document yake inaenda mahakamani, inawekewa caveat, haiwezi uzika mpaka akapewa kashfa atasafiri. Na pasipoti yake itabaki kotini, kwa sababu malalamishi yale mpaka jaji hakikisha kama ni uongo au ni ukweli. Na kesi ya nani si ndogo, kesi ya ubakaji si ndogo, ni criminal case. Na ndio maana kwamba hivi tajiri hawa, huyu anayezungumza mitandaoni kwamba eti Watanzania ina maana wanakosa 500,000 kumsaidia Matonya, hao ni wapigaji. Wanafahamu ya wazi kwamba Matonya hakupewa cash bill, amepewa bondi. Sasa hiyo 500,000 apewe nani? Hakuna pesa inahitajika pale, inatakiwa bondi. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba wao ni wapigaji. Na wapigaji sana. Sasa mtu asipoelewa milioni 10 mimi naweza kumtolea tu. Sasa Matonya naye sisi sekeli lilibwaga kwa sababu yuko kule jela. Tunaona kwamba anamuomba Diamond amsaidie. Diamond atamsaidia vipi wakati yeye amepewa bondi, hakupewa cash bill, na anatakiwa Mkenya ndo amtoe, sio Diamond. Diamond si Mkenya. Alisema yeye mwenyewe au yeye kijana ndo alisema? Sasa kuna watu walienda kumuona Matonya jela inavyoonekana. Sasa Matonya ndio akasema kwamba naomba Diamond antoe. Wale East Africa wakatoa, baadhi mitandao mingi tu mikubwa walizungumza hilo swala kwamba Matonya anamuomba Diamond amtoe. Diamond si Mkenya, yeye anatakiwa atolewe kwa bondi, sio cash bill. Sasa wale ambao wapo karibu na Matonya pia na maana hawamueleweshi vizuri, ama wanataka kumtumia Matonya kuwapiga watu pesa. Hapo sasa. Atawapiga kweli? Kwa hiyo wasimtumie Matonya ili kuwapiga Watanzania, anatakiwa Mkenya. Wakafikiri watu watatuma pesa, sinatakiwa 500,000. Huyu hapa ndo anamsimamia, watu tume. Haikutakikana 500,000, imetakana bond. Bondi, watu hawakuelewa. Kuna cash bill ya 500,000, hiyo ilikuwa ishatoka. Bond ni msimamizi anayeenda na dokumenti yake ambayo inabaki pale. Mkenya. Tena saa zingine unaambia Wakenya wawili.